So first of all, hakuna kuchelewa kwenye kubadilisha maisha yako ya kifedha. So there's no such thing as a failed person when it comes to money. So long as pesa inaingia kila siku na una mianya ya fedha kila siku na una uwezo wa kujifunza mambo mapya ya kifedha kila siku, hakuna mtu ambaye ni failure inapokuja kwenye swala la hela. It only takes you kutambua kwamba hapa nimekosea, nianzie wapi, nifanye kipi, nirekebishe wapi. Yes, so long as uko hai, so long as bado unaishi kwa kutegemea pesa ndio irani maisha yako ya kila siku, bado unayo nafasi ya kubadilisha mwenendo na tabia yako ya kifedha na bado ukapata mafanikio. Ninatamani uzungumze ukweli. Wabongo hawapendagi hadithi. Wabongo ukichunguza wanapenda mtu ambaye anakuwa mkweli. Tuliwahi kuzungumza hapa, nakumbuka na Neema akasema yeye alivyoingia huku mpaka akasema mahali alipofika. Tupe historia hapo kuhusiana na kununua gari kwa kutumia kutumia UTT. Kuwa open. Tunahitaji ukweli ili vijana wengi ambao watatazama hapa au wanatuangalia waweze kujifunza kupitia hiyo knowledge. Ulipatia wapi? Ulianzaje mpaka ukafika hatua ukapata hicho kiasi na kwenda kununua gari? Okay. Ulianza ukiwa na umri wa miaka mingapi? Okay. So it goes back to ile akiba kwenye kibubu. Sawa. Ikaenda kwenye account ambayo wewe ulifundishwa na baba sasa. Na baba. Yes, ilianzia huko and then ikaenda kwenye account ikawa fixed deposit. Sawa. Fixed deposit nilipomaliza high school nikaingia chuo. Chuo ilikuwa wapi wakati huo? UD Dar es Salaam hapa. Yes. Sasa nilipoingia chuo actually mama alifariki baada mimi kumaliza form 6. Sawa. Nimemaliza form 6, leo nimerudi nyumbani, nilikuwa nakumbuka iko tarehe 17 mwezi wa 5 and then yeye akafariki tarehe 19 mwezi wa 5. Pole sana. Yeah, asante. So imefika muda sasa nimechaguliwa kuingia chuo. Naombeni nauli niende chuo, nyumbani naambiwa hakuna hela. Hakuna hela nauli, hamna hela. So nakumbuka nilikwambia kwamba nilinunuliwa kidani, a set of gold. So ikanibidi nikauze. Nikauza cheni, yani ninazo. Kwa nikauza ile cheni, kumbuka nilipata 180,000. Ndio ikawa nauli yangu ya kuendea chuo. Haiwezekani. Yes. Yeah. Mtu akikuona hivi hajui kwamba kuna masubasa wewe umeyapitia anakuchukulia sister du fulani hivi yani No, I've had my portion of trials kwa kweli. Na mimi pia nimepata nafasi yangu ya kutengenezwa na Mungu. Ya kuishi. Ili kufikia hapa nilipo. So baada ya kupata hiyo hela ndo nikaa nimekuja Dar es Salaam. Kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Sinyati, walinipokea na familia yao kwa wakati nafanya registration. Ni ndugu ama ni family friend? Ni rafiki yangu, nilikutana naye shule. Yes, kwa ulimweleza hivyo vitu? Yeah, aliniambia njoo kae kwetu. Na wazazi wako wakakubali kukupokea? Yeah, I'm grateful mpaka leo kama ataiona interview. Asante sana Sinyati. Yeah, so wakati nafanya registration tunatokea kwao mpaka tukakamilisha registration, then kaingia chuo. So chuo obviously kwa sababu pia sikuwa na wazazi and course niliyopata ilikuwa ina 100% mkopo, kwa nikawa fully financed. Lakini as you all know, hela ya chuo haijai kutosha and looking back at the fact kwamba nyumbani sina backup. If I needed to sell a very prestigious asset ambayo ilikuwa ni kumbukumbu nzuri sana baba yangu kwangu ili niweze kupata hela kwenda chuo, that was just a wake up call kwangu kwamba you are on your own. Kwa hiyo pambana. Also hiyo issue ya kwamba nyumbani hakuna hela ilinifanya nikakosa scholarship. Nilipata scholarship moja ilikuwa very prestigious. Chuo kilikuwa ni ALA, African Leadership Academy. Ile scholarship nilifanyia application tangu niko chuo. Tangu niko form 6. Ilikuwa ni process kabisa, mnaingia darasani, mnafanya online session, mnafanya mitihani. It was a very tiresome process. Na tulikuwa karibia watu 10,000. Tukachaguliwa watu kama 100 hivi. Na mimi nikiwemo. Sasa wakataka kwamba ujifanyie financing ya kwenda, chuo kilikuwa Mauritius. Ndio. Ujilipia ticket ya kwenda ufike alafu atakureimburse. I didn't have that money. Hata nikechungulia ila kwenye fixed deposit haikuwa inatosha. Narudi nyumbani nawaambia sasa, haya basi hamjanipa hela ya kuja chuo. This is a scholarship. Naombeni nauli tu mimi niende. Hakuna hela.
kama umeshapata mkopo wa chuo, soma hapo mpaka umalize. So I lost that opportunity. And actually nilipoteza scholarship 2. Moja ni hiyo ambayo nilikuwa sina nauli. Ya pili ni ilikuwa ninatakiwa niende ubalozi wa Japan kipindi kile ambacho mama ndo amefariki. Sasa niko msibani. Natokaje msibani niende ubalozi wa Japan kuchukua vielezo gani vilikuwa ni part of the requirements of scholarship. So I lost 2 scholarships. Yeah. There is any other time in your life uliwahi kufikiri kwamba jina lako linasababisha yote, kwamba lazima Wanda itokee, lazima kuwe kuna msukosuko, uliwahi kukaa ukasema nadhani ni jina ndo pamoja na maajabu yake ili iwe Wanda? Kuna kitu uliwahi kukaa ukafikiri jina? Yes, but mostly Hatima. Hatima. We all know, yes, we all know the story ya Yusufu. Yusufu alikataliwa ndugu zake, wakamuuza, lakini sio akaenda kuwa waziri mkuu. Waziri mkuu, yes. Yeah, we all know the story of David. Yes. Alikuwa mchunga ng'ombe, akaenda kwa mfalme. So haikunisumbua sana kwa sababu I knew it's not in vain. Hayatokei bure. Mungu analo kusudi kwa ajili yangu. Yes. Kwa hiyo hata mimi kuwa hapa leo katikati yenu safari ya hatima. Unapofikiria, unapotazama hatima yako, unatumaini, unafurahia sana, namshukuru Mungu. Imekusababishia uwe mwangalifu na aina ya marafiki unakuwa nao, imekufikirisha uwe mwangalifu na vitu unavyojihusisha navyo. Hatima imekulimit kiasi gani? Imenilimit kiasi cha kwamba I'm very selective na watu ninaojizungusha nao. Yani watu ambao wa surround au wanani surround. I'm very selective na sehemu ambazo naenda. Hata sasa hivi mimi am a different person. Uwezi ukanikuta sehemu ambayo ni tofauti na sehemu ambayo ni ya maana. So it is shaping me because I know I'm different. I'm built different. Na ndo maana hata safari yangu ilikuwa ni na changamoto nyingi, lakini ile ilikuwa ni hatua ya kupikwa. Hapo Samu, nikiongezea hapo, umeleza hivyo kwamba uko makini sana. Vipi kuhusiana na wanaume? You are beautiful. Hawakuogopi? Hawakutongozi? Hawakusumbui? Wananiogopa. Imefikia a point kwamba they don't approach me. Because men fear successful women. Sorry to say. Men fear successful women. And sometimes. Yeah. Sisi zetu Simba ambaye haungurume atumuindi. Unadhani wanakuogopa kwa sababu ya hiyo? Pia I'm not easy to approach. Uko kuna relationship? Sitaki ulizungumzia hilo. Okay, fine. It's okay. Yeah. Lakini wanakuogopa? Yeah. Okay. Could start kwamba I think I should lower my bars. Oh no, why should I lower my bar? No. Hapana, living less than I should be for a man. No. Sometimes kuna watu ambao Wanda, I've seen people ambao wamedhani perception kwamba nadhani kiendelea hivi hatutapiga kwetu. Kwa hiyo wana lower their bars kiasi kwamba they lost their value. Nini unaambia mwanamke ambaye akikaa Wanda kucheka? Najua ndo maisha yake. Kakugusa hapo Samu. Well. Umemwongelea Wanda wa zamani. At some point I did lower my bar for a man. And pia nimewahi kuongelea kwenye social media kwamba I lowered my bar to the point kwamba nikampa wanaume pesa zangu aniweke. Wewe na ulipenda vibaya. Si ndo lowering the bar anaiongelea. Okay. Hey, it's me simply acknowledging kwamba yes, I once lowered the bar to the point that nikaishia kupoteza pesa nyingi. Kwa makadirio yake ilikuwa ni milioni 20, lakini ilikuwa ni zaidi kwa sababu pia ilienda paka kwenye lawsuit na nini, na ikabidi nimlipe damages na nini. So yeah, I did lower my bar once and I paid a very handsome price to learn that lesson kwamba you should not lower your bar. The school fees was so high. Very expensive. Mimi jumla ya ada niliolipa kujifunza haya nilojifunza yote ni jumla ya milioni 45.
ukijumlisha yote, si ndio? Yes. I see. Jumla ya milioni 40. Na ni kwa hela yako mwenyewe binafsi. Na ni kwa hela yangu mwenyewe binafsi. Not for men provide. I've not had a man provide. Yani kusema kwamba man is spoiling me. Yes. Mimi I think not all of us are meant to be Barbie girls sio kwamba kila mwanamke inabidi ahudumiwe. Yeah. Some of us are meant to stand on our own because as you can see kwamba mimi I've had to work my way up kwa msaada wa Mungu. I take no credit, I take no glory, ni Mungu tu amenisaidia. Kwa sababu hata nikisema kwamba nilikuwa nafanya kazi sana nilipokuwa chuo, nilikuwa nafanya kazi mpaka 3, bado alikuwa ananipa kazi ni Mungu. So bado it goes back to God. Lakini mimi I'm at a point where I've worked hard. I know what it takes to work hard. Lakini pia I've worked smart. So I know what it takes to work smart. Wanda, umesema unafanya kazi ukiwa chuo? Yes, nilikuwa nafanya part time. Nilikuwa nafanya tunaamini kwamba watu wengi wanaamini kwamba ukiwa chuo unapata experience baada ya kutoka chuo. Why you get experience baada ya chuo kama ulivyosema part time? Sasa unajua changamoto yako ndio inabidi kuamulie maisha ambayo unayaishi. Changamoto yako ndio inabidi kuamulia aina ya maisha unayopaswa kuishi. Kwa sababu mimi kama nilivyosema I don't have backup nyumbani. Nikijiangalia najiona ni mtu ambaye anatakiwa niwe na mafanikio ya kifedha. Nikiangalia nyuma nilikosa opportunities kwa sababu sikuwa na fedha. And sitaki tokee kwamba nikose tena opportunity kukosa fedha. So I needed financial security. Naipata wapi? Sina bwana wa kunihonga, sina wazazi wa kunipa pesa, nyumbani waliobakia hawawezi kunifinance. What do? I had to work. So nilikuwa nafanya kazi part-time jobs, nilikuwa nafanya marketing jobs, nilikuwa nafanya advertising, nilikuwa nafanya modeling jobs, nilikuwa nafanya ushering jobs. Yeah, so by then pia nilikuwa mwembamba, kwa nilikuwa nina fit kwenye hivyo kazi. Yes, lakini those are the kind of jobs that gave me good money. It gave me good money kwa sababu unafanya kazi ya mtu vizuri, kesho anakuita tena, unafanya kazi huku unaonekana, you appreciated. Kuna watu wanaoniuliza hivi, wewe what do you do? Naambia mimi nasoma. Unasoma wapi? Chuo. Kazi gani? Petroleum. Unafanya nini kwa kazi za marketing? Kaambia natafuta hela. I did money. Mungu akusaidia utafika mbali. And nayaishi hayo maneno. Sijafika yet ninapotaka na Mungu aliponikusudia lakini I'm almost there. Naomba nimrudishe nyuma Sam, tumesahau kuhusiana na kwenye kununua gari pale. Maswali yalikuwa ni mengi. Wanda una vitu vingi. Turudishe nyuma pale kwanza kwenye hiyo hela mpaka ukanunua gari. Sasa ndo nikafika hapa kwamba having working so many jobs, I got an amount of money. Sawa? Ambapo hiyo pesa mimi kama nilikuwa nikuweka fixed deposit. Sawa. Fixed deposit ikimachua narudisha tena. Sawa? UTT wakati huo. No. Fixed deposit. Okay, za benki, sorry. And then also wakati pia niko chuo mwaka wa mwisho nikapata ajira. Kwa hiyo nikawa pia nina mshahara. Okay. Sawa. Kwa hiyo hela yangu ya mshahara pia nikawa naidunduliza. Sasa that's when nikaja kujua kwamba kuna UTT. Okay. Ndo nikaanza kuweka hela huko UTT. Kwa hiyo nimejiwekea kwamba pesa yangu yoyote ikifika shilingi 200,000 naiweka UTT. Unaona? Kwa hiyo nilikuwa nafanya mchezo fulani, nilikuwa na account za benki kama 3. Nilikuwa na account ya TCB, nilikuwa na account ya Absa, nilikuwa na account ya NMB. So, nikiwa na laki, imefika 500,000 na yamishia TCB. Ikiwa 500,000 na yamishia Absa. Sawa? Ikifika milioni na fix. Kwa NMB ni ya laki, TCB ya 500,000, Absa ni ya milioni na fix. Una fix. Yes. Kwa kama kamchezo vile. Yes. Kwa najidundulizia mwenyewe. Hivyo. Kwa nikifix hela ikifika milioni 5 UTT. Okay. Yeah. Okay. Kwa hivyo. Hivi Wanda unajua ya Wanda na wakati wenzako wanaenda kutafuta high heels. Wakati wenzako wanaenda Mwenge kusukwa. Wakati wenzako wanafikiria kudanga. Wewe you are making these matrix. Nini kiko kwa discipline? Yaani kuna wakati kwa sababu mimi ni too much. Mbona ni hatima peke yake? Ni nini hasa? Hiyo discipline unajua ni hali ya juu kabisa sana kwa mwanamke. Ikifika kipindi itoke. Yaani unajua nini? Kwa mwanamke Wanda. Wakati wenzako mwanamke ukishafika laki anawaza Mary Brown tumefika au iPhone. Sio nini wanawake vitu tunavyopenda Ukienda Mary Brown unafikiria hapa nitapata hela za Mary Brown. Za Mary Brown. How can I
Hiyo matrix yake ikoje? Nilikuwa na malengo. Hayo malengo yanatokana na nini? Kila mtu ana malengo. Nataka kuwa mwanamke tajiri. Nataka kuwa mwanamke tajiri. I want to have money. Sitaki kufikia point kwamba bidi nimtegemee mtu ndio niendeshe maisha yangu. Hiyo ndio ilikuwa driving force. Na hiyo ndio inakudrive ndani. Na hiyo ndio inanidrive mpaka kesho. Kwa it means Wanda una very good discipline kwenye hela. I do. Nirudi nyuma kwa Sam. At some point mimi pia nilivaa high heels. At some point mimi pia nisuka nywele mwenge. Lakini ni kwa sababu vipaumbele vyangu kuna namna vilialign na watu ambao walikuwa wanaenda kinyume na malengo yangu. Ndio maana ulivyonielezea kuhusu selectivity ya marafiki, nilikwambia now I'm very selective. So of course there was a time especially baada ile scenario kwamba nilikuwa na boyfriend akanipiga hela. So now I'm looking for a safe cushion. Natafuta sehemu ya comfort. So I made friends with some ladies back then. Ambao wao ndio walikuwa vipaumbele vyao ni high heels, vipaumbele vyao ni outing, vipaumbele vyao ni nywele. So at some point pia I shifted my priorities ikaenda huko. Lakini it came back to my senses kila mara ambapo mimi tukikaa chini kuongelea maendeleo wao wana kona. Kila mkikaa konga tuweke. So I was like okay. I'm not supposed to be here. Yeah. Ukaweka wote pembeni. Knowledge ya hisa, UTT, uwekezaji, bondi azifika msema kwenye kizazi cha sasa kama inaanza ku take off. Wengi wanaanza angalau kuwa aware tofauti na hapo nyuma. Unadhani ukicompare with other countries tumechelewa? Tuko sawa au tukaza bit? Tuko sawa, and according to the Tanzanian performance and metrics, we are doing very well. Kwa sababu kama umefuatilia au kama utafuatilia statistics za mwamko wa kiuwekezaji kwa mwezi huu, kwa mwezi January zilitoka statistics DSE ni kwamba watu wamekeza hela nyingi sana. So hata percentage ya uwekezaji inaongezeka. So not to compare ourselves with others, lakini we are doing relatively well than other countries. Yeah. Na unadhani ipo haja ya baadhi ya masomo sasa kuanzia pengine primary au secondary yakaanza kurelate na hivi vitu, tukaachana na baadhi ya vitu ambao kimsingi dunia huku mbele huku inaamua vitu vingi sana. Hatima za watu sana, yani sasa tutafuta hatima zao knowledge imeongezeka. Unadhani mafundisho kama kujitambua, tukiachana mtu chimpanzee soko alivyokuwa, tuna appreciate tulikuwa. Sasa right now where we wanna go, unadhani kujitambua, elimu ya fedha, vitu vya namna hiyo ni mapema vikaanza kufundishwa kwa wanafunzi mapema kabisa? Kwanza vianze kufundishwa nyumbani. Mimi mara kwanza ninasikia kuhusu hisa ni babangu aliniambia kwamba alinunua hisa za TCC, Tanzania Cigarette Company by then. Lakini of course alikujaga kuziuza ila nilipia ada. So it starts from your household. Wewe kwanza mwenyewe introduce swala zima la fedha na uwekezaji kwa watoto wako. And then kama ataenda kuipata pia elimu hiyo shule ikawa ni cementing. Kama ikiingia kwenye curriculum basi iwe ni kuongezea kutoka kwale ambapo mzazi ameanza kufundisha. Yes. Turudi huko kwenye TikTok sasa, duniani huko wenye watu wako. Wanda, wewe ukikaa kila wakati tu ni hisa, UTT ni hisa. Tupe darasa. Sawa, unasema ulipata elimu nzuri kutoka kwa baba. Lakini sasa baadaye Mungu akawachukua, ukaendelea mwenyewe. Sasa hivi naona unanunua hisa. Na usema ulianza mwaka jana Mwaka jana mwaka 2020 Yes. Hisa mimi nilinunua 2016. Okay. 2016 nilinunua hisa za kampuni fulani, nikapata hasara kwa sababu sikuwa na elimu. Walikupiga? Nilipata hasara kwa sababu unajua pia hisa ni biashara, sio kama hisa ni biashara. Nilipata hasara kwa sababu niliuza hisa. Unajua hasara kwenye uwekezaji katika hisa hauipati mpaka uuze. Okay. So I made the mistake ya kuuza hisa na ndo nikapata hasara. Kwa hiyo sikuwa nafahamu jinsi hisa zinavyoenda. Niliwekeza 4.4 milioni. Ndio. Nikapata hasara 1.5 milioni. Okay. Kwa hiyo nika redeem 3 milioni. 3. Yeah.
Kwa hiyo that was 2016, lakini mwaka huo pia nikanunua IPO za hisa fulani, ilikuwa shilingi 500 kwa hisa moja, and then wiki 2 baadaye ikapanda mara 4. Yani kateza faida mara 4. Yes. Kama milioni 16 sasa. Yes. Kwa hiyo nikateza faida milioni 12. Ndio. Yeah. And then after that sasa, kwa sababu pia nilikuwa sina elimu, kwa hiyo nikasema hapa nisirudi tena. Nisije nikapata hasara. Yes, so nikaachaga kununua hisa, and then nikaendelea tu kudunduliza kwenye UTT. Yes. Lakini sasa now that I'm in the field, ninafahamu, nina confidence, nina elimu ya kutosha. Last year nimeanza tena kuwekeza kwenye hisa. Yes. Nini vitu vya msingi mtu anataka kuwekeza kwenye hisa, kwenye labda kifungani pamoja labda na kwenye UTT? Vitu gani vya msingi tulikuwa na basics? Kwa sababu mfano watu wengi naona wananunua kwa ajili ya mashaka, na pia asionekane yuko outdated. Unaweza kwamba tumeiona UTT naenda vizuri, peke yangu ndio sijui mambo UTT. Na nataka kuingia. Nataka UTT bila kuwa na knowledge. Hapo umesema hisa zina timing zake kwa kununua na kuuza. Sasa kuna mtu mwingine anasikia tu mambo ya hisa. Sasa kuna mwingine sababu ya tabia yake alivyo, anapenda akiwa anaongea au pia anahitaji hivi vitu. Unaona? Na hisa unajua hisa mimi. Niko UTT. Sasa vitu gani nadhani ni basic. Mimi mtu ambaye nasikia kuhusiana na hisa leo amekaa anasema Wanda, mimi nataka nijifunze kuhusiana, niwekeze, ninunue hisa. Nifanye nini, vitu vya msingi kuzingatia kabla sijanunua hizo hisa au kabla sijafanya maamuzi? Cha kwanza kama ulivyosema, knowledge. Uwe na elimu ya fursa zote ili uwe na uwanda wa kuchagua ipi itaendana na wewe. Pili, jiweke malengo. Wewe unataka kuwekeza, una malengo gani? Malengo ya muda mrefu, muda wa kati, muda mfupi. Una malengo ya kutunza akiba katika sehemu ambapo pesa yako itakuwa salama, ama una malengo ya kumaximize profit, yani kupata faida kubwa? Uko tayari kuvumilia hatari, risk tolerance, pale ambapo bei itashuka mpaka kufikia nusu ya thamani ya pesa uliyowekeza, utareact vipi? Do you see yourself at that position? Pazito. Yes. Umenunua manangu 800, funga ngoma unakuta imebaki 200 au 400. Yeah, so pia kianzio, unataka kuanza na shilingi ngapi? Kwa sababu fursa mbalimbali zina vianzio tofauti. Ndiyo. So it's also a deciding factor. Kwa hiyo ukikaa chini ukaanalyze na ukapata majibu ya hizo aspect zote, basi utajua ni uwekezaji gani unataka kufanya, kwa muda gani, kwa malengo gani, na unataka kuanza na shilingi ngapi. Ukipata hiyo knowledge, kuna upo lazima kutoka kujistretch, maana unajua kuna kibongo. Baba akiwa anajenga, mimi lazima nitajua. Kwa sababu kutokana na vitu hivi mimi ninajenga. Yaani kila kitu kwa sababu kinaenda huko, unakuta sehemu zingine inakuwa tena inabidi mjifunge mkanda. So kama kuna kitu, kwa sababu una mtu anakuwa driven na mashaka kwa sababu ya kuwekeza kwenye kununua hisa au kuweka kwenye UTT. Kwa hiyo unakuta kuna wakati ni kama anajistretch ili kuweza kutimiza malengo yake. Au unaweza ukawa unafanya huku unafanya na mambo mengine ya maisha yako kawaida. Sasa narudi kule kwamba changamoto zako za maisha ziamue na maisha, na malengo yako ya maisha pia yaamue namna gani ambavyo utauendea uwekezaji. Kwa mfano kama mimi nawekeza for the target ya kwamba niwe na uhuru wa kifedha. I want to have financial freedom. Wewe unataka kufanya hivyo kwa muda gani? Plani yako? Pale ambapo nitaweza kuwa na kipato ambacho kinaingia na nitaweza kufanya matumizi bila kuangalia calculator. Wanda mumeo atakuwa na kazi. Wanda. Hiyo ndogo yangu. So you can see how big of a goal it is. So uwezo ukategemea kwamba mimi mwenye malengo hayo na wewe ambaye unataka tu kuwa na hela ambayo itakusaidia kwenda barber shop, kukata nywele, malengo yetu hayawezi kuwa yes, na hata nguvu ya kiuwekezaji haiwezi kuwa sawa. So malengo yako yaamue. Wewe unataka kuendeaje uwekezaji? Mimi kama juzi nilinunua hisa za hela yote nilokuwa nayo. I don't make up my content. Ni kweli. It was an actual situation kwamba nilikuwa na hela. Asubuhi nilinunua hisa, ilikuwa bei iko juu, jioni ikashuka. Sasa ili nifanye cost averaging, kwa sababu kama ukinunua bei ya 2500 ikashuka ika 2000, maana yake utakuwa umenunua hisa 2 kwa 4500. Maana yake hisa moja utakuwa umenunua 2250. Kwa hiyo umefanya cost averaging, ume break even bei.
Sasa nikawaza kwamba hii nilinunua 2500 asubuhi, sasa hivi imeshuka mpaka 2200. Kwa nini nisinunue tena ili niwe sehemu nzuri ya kwanza kupata capital gains? Kwa hiyo nikanunua ya hela yote. Ndio ukasema sina hata hela hapa. Sikuwa na 100 kweli, lakini God works. Maswali yangu sasa ya kizushi. Hapo ndo napopataka. Wanda, una hisa za shilingi ngapi sasa hizi? Labda nikuonyeshe. Muonyeshe sasa hali. Naomba simu, leta simu ya Wanda. Ila najua utatukataza tusiwaambie watazamaji. Hilo najua utatuonya kabisa. Mpe simu Samu hapa. Najua utatukataza tusiseme. Lakini naomba utuambie tu una hisa kampuni ngapi kwa sasa? So far nina hisa kampuni 5. Lakini 5 Wanda? Yes. Hebu niangalie vizuri. Serious 5? Yes, wewe Wanda wewe. 5 unapata wapi hela wewe Wanda wewe? Mbona tuvuruga sisi? Unapata wapi hela Wanda? 5. Alafu unasema kuna ile group lenu mmekana target kila siku kununua hisa. Challenge. Yes, tunanunua hisa challenge. Yes. Kila siku tunanunua hisa 200 na kuna watu ambao wananunua hisa kuanzia 1000. Hivi 200 ni shilingi ngapi? Inategemea na kampuni. Kama utanunua hisa ambazo bei yake ni shilingi. Mfano sasa hivi hisa za CRDB tunajua anyway 2240. Haya mnasema unanunua hisa 200 ni shilingi ngapi hiyo? 440. Wanda, kwa kazi gani unaifanya sasa hizi? Wewe Wanda wewe. Usije ukakuta Wanda una mtu ana nyuma yako hapo unatuingiza sisi kingi nyinyi. Hapana. Au hati maki anachagua kazi za kufanya. Mimi bwana Wanda. Twende tuonyeshe hapo kwa Sam. Hataki kuandikia mate leo. Mtazamaji, wakati Wanda anajaribu kumonyesha Sam, Wanda amekuwa akipiga kelele sana kwenye social media huko TikTok. Wana magrupu yao wanawake wenyewe wanajiita rich sui nini, wengine sui isa challenge ya Neema Chami swaiba wangu huyu. Lakini nyinyi mna grupu kabisa na kuona unavyotuonyeshaga ile mikeka Wanda. Mimi nakaa nawaza, nyinyi hela mnapata wapi? Mnapata wapi sisi hela tusizozijua? Tuonyeshe mzigo Sam. Nataka nimuonyeshe Sam kitu kimoja hapa. Sisi nitakuonyesha na wewe. Unaachaje sasa? Mimi tena si ndoka Tomaso. So, hii ilikuwa portfolio yangu. Evans hapo natamani wewe subiri ofuea kwa mpole. Hizi ni statistics zangu za ukweli kabisa za uwekezaji wangu wa Disemba. Sawa? Hii CDS account ndo account yangu ya UTT, ya hisa. So ilikuwa na milioni hizo hapa. Haya. Ikaenda, this was 21st December. Sawa, na hii niliandika. And then January 16th, nadhani, let me just cross check. January 16th, ikawa milioni 12 lakini 40. Sawa, January 16th. Sasa, leo ni usitaje kwa nguvu. Usitaje, ndio maana amesema usitaje siri yako. Mkubwa aoni, alafuta tena. Sam. Ukimwangalia hivi nadhani Sam au na wewe basi. Shuba meet. Wanda. anaweza kununua bila kuliagiza. Wanda. Sikiliza. Kwani umeolewa Wanda? Naomba kuanzia leo ni rafiki yako Wanda. Yaani sikiliza, yaani niwe mshikaji wako kama utojali. Wanda mzigo wote huu. Si mshikaji wako tayari au? Hatujawa shikaji yani hata kwenye vikao vyake bwana. Mimi nina vikao gani? Wanda una vikao vyako vya hata kuniita uniiti Wanda. Vikao vyangu CRDB, vikao vyangu hapa kwenye interview, vikao vyangu nimeenda I trust, ndo vikao vyangu. Sasa Wanda utakuwa uniite hata nyumbani tuchome kuku. Mimi najua kuchoma kuku Wanda. I'm very good kwenye hicho keneo. Nina muda sasa wa kuchoma kuku. Na muda. Movie. Siangalia movie siku nyingi sana. Sare yako ni nini Wanda? Kulala. Yes, I thank God. Nashukuru Mungu kwamba nimekuwa Mwanzo kaenda kitandani mimi silale. Wewe unalala? Yeah, I sleep soundly. Kwa portfolio hiyo unalala. Na hiyo ngoja. Na hiyo Wanda uliotuonyesha itabaki kuwa kwetu ni kwa mfuko mmoja, ni kwa hisa ya kampuni moja. No. Au umekora zote? Ni zote. Portfolio value inakwenda kuonyesha kulingana na makampuni ya hisa ulionayo na idadi yake. Shubameti mumeo kazi anao. Mimi Sam kwa kweli kumoji kutokea hapo. Msinizibie riziki jamani. Sija kaogopa. Wanda huwa una time ya wewe mwenyewe binafsi kwenda church kuomba? Ni mtu
ambaye napenda Mungu? I never miss church. Nampenda sana Mungu. Mimi am a born again Christian. Okay, yes. Okay. Huwa najiambia kila siku kwamba nisingefika hapa ikiwa haikuwa moja, ni majira ya Mungu mimi kuwa hapa, 2, bidii na juhudi juu ya kile ambacho nakiamini, lakini 3, isingalikuwa Mungu. Mimi I am nothing without God. Nikikuona naona kabisa labda inawezekana ile jina walokupa wazazi, lakini pia niseme wewe sasa nyinyi ni watoto yatima, kwa maana kwamba hamna baba. Hivi yatima inaisha miaka mingapi jamani? Wewe yatima forever. Yani utajuta. Yani Wanda toka mamonyesha Samu utajuta. Eti wewe si kwa yatima kwa hii. Mimi kuna watu ambao ni yatima, alafu watu waliofiwa na wazazi wao. Au watu tofauti. Pesa haiondoi nafasi ya wazazi. Kabisa, yes. Kabisa. So it still remains kwamba sina wazazi wa duniani, lakini ninaye Mungu ambaye ndo mzazi wangu, ambaye ndio amewezesha mimi kufika hapo. Wanawake wengi nikikutana nao wanatamani kuwa karibu yako. Wewe unatoa hiyo chance ya kuwasaidia wanawake. Wengi wanatamani sana kuwa karibu yako. Unaona comment Wanda, DM azikusumbui na DM nyingi. Wanaume kidogo hapo? Azipo nyingi tu. Kuna hiyo moja kila siku lazima DM. Anambia nakukumbusha tu kwamba nakupenda. Ni mwanaume? Naomba tujenge familia. Naomba tujenge nini? Familia. Ukienda kwenye profile yake ukimwangalia yukoje? Yaani kwanza background ya zambarau, picha za zamani, mapambo yale yanayong'aa yale ya Nipe 5. Yaani jamani. Ndio nakwambia njoo tuharibu familia. Mungu wangu atakuwa amesikia. Zipo. But how do I help women? I organize events. Kama last week tarehe 31 nilikuwa nina event ya jifunze vikoba and goal setting. Ndiyo. Kwa hiyo tulikutana na wanawake kuongelea namna ya kuweka akiba na uwekezaji kwenye vikoba, namna ya kunufaika na uwekezaji kiujumla kwenye hizo bonds, hisa na mifuko ya pamoja. So that's how I help women. 1, 2, I do. Yes, I do. My time is money, and so is your time, and so is your time. So you have something that you can convert from your time to money, why not? And also, kama hivyo mimi huaga I create content kila siku. Na kama ni mtu makini, ukitumia siku moja tu kupitia page yangu siku nzima, hautatoka bure. Because kuna kitu utakuwa I teach things in detail, wazi. Me I don't get keep. Kwa hata ukiamua kwamba hata kama usinitafute private, ukapitia tu page yangu ukasikiliza, you get things. Unaweza ukatoka hapo na ukachukua hatua, and there's so many people ambao wamefanya hivyo na wana mafanikio. Unaona watu kuona, kuhisi, kutambua kuna watu wanakuonea jira. Wengi sana. Na hasa watakuwa ni wanawake. Hilo nalifahamu. Hasa watakuwa wanawake. Hilo nalifahamu. Yes. How do you handle? I'm too busy to follow up on that. And sio hata nimejibu ili sound vizuri. I'm just too busy. Jibu tu kwa Kiswahili. Niko busy sana. Yaani sina muda tu wa kukaa mwenyewe nikapumzika. Nitapata wapi muda wa kuanza kufuatilia na nikasema nini? Saa ngapi? Kwa hiyo Wanda, tukirudi nyuma, ile gari yako kwanza ndio hii nayoiona au hii ni ya pili? Hiyo hapo hapo nje. Usitaje tu jina. Hiyo sio wala usimention. Ni gari ya kwanza au ni gari ya pili? Hiyo ni gari yangu ya nilianza na Dualis, nikaja Premium, nikaja RAV4, and then hiyo ni gari yangu ya 4. Ni gari yako ya 4. Yes. Okay, sawa. Baada ya kusema haya, na hivyo vipaumbele vilitokana na high heels, nywele. Ili uendane na watu fulani. Hujutii kipindi hicho ukikaa peka sana, ule ulikuwa ni ujinga sana watoto wa. Ndio maana that was my starting point ya kutengeneza content, kwamba mimi ningerudi nyuma, kuna watu nisinge, kuna vitu nisinge. Kwa hiyo nataka kuniambia kuna mabinti unatakiwa uwaambie hapa ambao wako TikTok kule tena wamegundua sasa hivi. Mbona ninawaambia kila siku? Wanda unakuta ni anavaa kanga, kazi yake kukatika ili kuvutia, kuattract wanaume. Lakini pia wengine wanataka kujionyesha ni maslay queen. Yaani tusikie tukutane Palm Village si wapi, yani hivyo. Lakini hana hela. Mimi I don't gatekeep. Mimi huaga nasema if you've gone through my page,
kuna post moja niliandika kwamba wakati wenzangu wananunua hisa, mimi nilikuwa niko busy na outing na show off. It is a very good chorus ambayo inaelezea namna ambavyo ningeweza kubadilisha maisha yangu ya kifedha kwa wakati ule, pengine ningekuwa na mafanikio makubwa zaidi ya sasa. Tumalize. Neno lako kwa mabinti, lakini lolote ambalo unaweza ukawaachia Watanzania ambao wanatutazama muda huu, chochote kile ambacho natamani kusema. Okay. Kwanza kabisa ninashukuru kwa mapokeo mazuri, namshukuru Mungu kwa kibali, naamini kwamba huu ndio ulikuwa wakati wake sahihi kabisa kwa Miss Wanda Gordon kuwa Miss Wanda Gordon. Okay. Mimi idea say kwamba mimi ni zaidi tu ya financial educator. Mimi ni inspirational figure. I dare say that kwa sababu kulingana na haya tuliyojadili, kwa hali ya kibinadamu isingewezekana mimi kuwa hapa leo. Yeah, kwa hiyo ninamshukuru sana Mungu kwa kuwa hapa. Na kwa kusema hayo ndio maana pia nashukuru tuzo za Tanzania Creators Awards, wamenitambua na kunifanya nominee wa tuzo za Creators Awards kwenye category ya Education and Inspiration. And kwa kusema hayo naomba kura zenu. Taratibu. Unaenda kwenye page ya Creators Awards, kuna link yao pale ya WhatsApp, utachat, ile ni chatbot, kwa utaambia tu hello, nataka kupiga kura, atakuletea category, utachagua Education Inspiration, kodi yangu ni CA82, CA82. Atakwambia confirm ni Miss Wanda Gordon, utakuwa umepiga kura. Nilisahau ile swali. Nani ni mentor wako? Mimi nina mamenta wengi. Kwanza mentor wangu wa kwanza ni Roho Mtakatifu. Wow. Yes. Lovely. It may sound unreal, lakini mimi sina content plan. Unajua kuna watu wana content plan kwamba wiki hii nitapost hiki, wiki mimi I don't. Mimi I post. Napata maelekezo. Asante sana. Mimi napata maelekezo. Ni kama maelekezo ulionipa pale. Afu kanaambia safari njema. Yes. Neno sikulipenda lakini. So mimi napata maelekezo, and kila kitu ambacho mimi huwa nakisema sio kwa bahati mbaya. Hata kama kitamsaidia mtu mmoja, basi ndo huyo aliyekusudiwa. Kina uvuvio nyuma yake. Those day nilipost kwamba mke wa ndoa takatifu, andika vitu vyako kwa majina yako. Watu walinijia juu, wakanipiga, watu walitukana. Lakini it came from a point that nilikuwa nimetoka kufanya session na mama ambaye alipoteza kila kitu kwenye mikono ya ndugu wa mume wake, ambao walichukua mali kwa sababu tu hazikuwa na jina lake. Unaona? So there was a back story to that. And through that nitafuta na wanawake wengi sana ambao wanasema, dada, umenisaidia. Nilikuwa ninajiona naelekea huko. Unaona? So mimi I dare say ni zaidi tu ya financial educator. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Apostle. Mimi naifanya kazi ya Mungu ya kusaidia watu wake. Wow. Na ndio maana mimi ukinisikiliza ukachukua hatua unapata hela, unafanikiwa. Mungu ndio ananeemesha watu wake kupitia watu. Si ndio? So I don't take myself lightly and I don't take this calling lightly. Okay. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu. Tuendelee kuangalia content za Miss Wanda Gordon, tuendelee kuelimika na tutaendelea kuonana sana tu. Safi. Kwa kadri ambavyo Mungu ataendelea kukusudia niendelee kuwa mbele ya macho yenu. Baada ya kusema haya, until next time.